Ndoto 10 zinazoashiria kuna jambo baya linakaribia kutokea kwenye maisha yako. Kuna ndoto ambazo unapoziota unaamka ukiwa na hofu kubwa, moyo ukidunda kwa kasi na ukijiuliza, kwa nini nimeota ndoto hii? Na watu wengi wamekuwa wakifanya makosa, wengine wamekuwa wakipuuzia, na mwisho wa siku jambo lile waliloliota linatokea. Katika video hii nitakwenda kukufundisha ndoto 10 ambazo ukiziota hutakiwi kuzipuuza, unatakiwa uombe, kwa sababu ndoto hizo zinaashiria kuna jambo baya linakaribia kutokea. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 2 na mstari wa 13 imeandikwa, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Unaanza kuona Yusufu anaota ndoto, na baada ya kuota ndoto hile ya kuipuuzia alichukua hatua. Kuna nyakati Mungu anaweza akakufunulia jambo fulani kwenye ndoto kwa lengo la kukutaka wewe kuchukua hatua. Sasa wako watu ambao wakiota ndoto fulani wao huwa wanazipuuzia, na mwisho wa siku ndoto hizo zinatokea vile vile kama walivyoota. Nataka nikufundishe kuna ndoto ambazo ukiziota, kuna wakati mwingine jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, Mungu hakufunulii ndoto kwa lengo la kukutisha. Mungu hakufunulii ndoto kwa lengo la kukuhuzunisha. Mungu anakufunulia ndoto kama ni mbaya, manake anakuwa anataka wewe uweze kuchukua hatua, aidha ni kuomba na kukataa jambo lile lisitokee. Sasa wako watu ambao wakiota ndoto mbaya, wao huwa wanaishia kuwasimulia watu ndoto zao na hawachukui hatua kwenye ndoto hizo, na mwisho wa siku yale mabaya walioyaona yanawapata. Nataka nikupe ushuhuda huu. Kuna siku moja nilitembelea kanisa fulani, na nilipofika kwenye ile kanisa ilikuwa ni wakati watu wanashukuru, kipindi cha ushuhuda. Kuna binti moja alitoka akaanza kushuhudia, akasema usiku aliota ndoto kuwa amepata ajali, na alipoamka ndoto ile ilimshtua sana. Aliota amepata ajali, na ndoto ile, kwenye ajali ile anasema aliota ameanguka lakini kwenye pikipiki, lakini hakuumia sana. Akalala. Baada ya kulala, asubuhi wakati ameamka na kuja kanisani, anawahi kanisani, akapanda pikipiki. Alipopanda pikipiki anasema wamefika tu njiani, wakati wako njiani, ile pikipiki kapata ajali, akaanguka. Alivyoanguka akakumbuka ile ndoto, kana kwamba aliota amepata ajali. Akaanza kumshukuru Mungu, asema mimi namshukuru Mungu, alinionyesha napata ajali, nimepata ajali lakini sijaumia. Lakini kuonyesha, unaona, aliota amepata ajali. Wakati mwingine Mungu anaweza kufungia kitu, kama ni ajali kataa, kama ni jambo baya likatae jambo lile lisikupate, likatae kabisa jambo lile lisikupate, kwa sababu ukipuuza tu jambo lile litatokea. Sasa leo nitakwenda kuambia ndoto 10 zinazoashiria kuna jambo baya linakaribia kutokea. Kabla tujaendelea, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Twende moja kwa moja tukaangalie ndoto ya kwanza, ndoto ya kuanguka kutoka juu. Ikiwa unaota unaanguka kutoka kwenye mlima au jengo refu au sehemu ya juu sana au kwenye daraja, mara nyingi ndoto hii huashiria hofu ya kupoteza jambo la muhimu maishani, kama vile nafasi, kazi, biashara au mahusiano. Kwa baadhi ya waumini inaweza kuwa ni onyo la kuwa makini na maamuzi makubwa unayokusudia kufanya. Ukijiona ndotoni unaota ndoto unaanguka kutoka juu, yamkini unaanguka kutoka juu ya daraja au unaanguka kutoka kwenye ghorofa au sehemu ya juu, unaanguka chini, ndoto hii inaweza kuwa inaashiria kuna jambo utalipoteza kwenye maisha yako. Inaweza kuwa inaashiria utapoteza jambo la muhimu maishani mwako. Inaweza kuwa nafasi ya kazi, inaweza kuwa biashara, inaweza kuwa mahusiano, yani kuna kitu cha thamani utakipoteza. Lakini ndoto hii pia inaweza kuwa inaashiria Mungu inaweza kuwa ni onyo kuwa makini na maamuzi makubwa unayokusudia kuyafanya. Yamkini kuna maamuzi ambayo unataka kuyafanya, lakini maamuzi yale inatakiwa uwe makini sana, kwa sababu ukikosea yatakugharimu. Lakini ndoto namba 2, ndoto ya maji yenye ghasia au mafuriko. Yani ukaanza kuona maji yenye ghasia kali, maji yenye mawimbi makali au mafuriko. Kuota umezungukwa na mafuriko
au mawimbi makubwa au maji yanayokubeba huweza kuonyesha kipindi cha changamoto nyingi zinazoweza kukulemea kihisia au kifedha. Kwa hiyo badala ya kuamini moja kwa moja kuwa msiba unakuja, ndoto hii inaweza kukukumbusha kujiandaa na kukabiliana na changamoto kwa utulivu. Kwa hiyo ukianza kuona ndoto ya mafuriko, unaanza kuona ndoto, unaota mafuriko yanakuja au maji yenye kasi kali, unaanza kuona mafuriko, maji yanakuchukua, labda umebebwa na mafuriko, inabidi muombe Mungu sana. Ndoto hii inaashiria kuna kipindi kikubwa cha changamoto kinakuja kwenye maisha yako. Kuna kipindi kikubwa, kuna kipindi kigumu kitakukabili. Kwa hiyo inabidi uombe Mungu akupe nguvu ya kushinda kwenye hizo nyakati ngumu. Mungu akupe nguvu ya kustahimili na kushinda katika jina la Yesu. Kwa hiyo unabidi uombe. Ukiota ndoto hii utaki kuipuuza, unabidi uombe katika jina la Yesu. Ndoto namba 3, ndoto ya kukimbizwa, au unaota ndoto unakimbizwa lakini wewe unashindwa kukimbia. Unaota kuna kitu kinakukimbiza lakini miguu yako inakuwa mizito. Kwa hiyo unafukuzwa na mtu, mnyama au kitu kisichojulikana lakini miguu yako inakuwa mizito. Ni ndoto inayopatikana kwa watu wengi. Mara nyingi ndoto hii huhusishwa na msongo wa mawazo, hofu au matatizo ambayo hujayakabili. Katika baadhi ya tafsiri za kiroho huonekana kama onyo la kutatua matatizo kabla hayajawa makubwa zaidi. Kwa hiyo ni muhimu kuyatatua matatizo. Mkini labda ni kwenye mahusiano, kwenye ndoa, kwenye kazi, kwenye biashara, ni muhimu kuyatatua matatizo mapema kabla hayajawa matatizo makubwa zaidi. Kwa hiyo ukiota ndoto hii inabidi uombe. Kama unanielewa naomba ucomment na kuelewa vizuri mwalimu. Kama unanielewa naomba ucomment na kuelewa vizuri mwalimu. Kama tuko pamoja, hebu naomba comment tuko pamoja mwalimu. Okay. Twende ndoto namba 4, ndoto ya giza kubwa. Kuota unatembea gizani bila kuona njia kunaweza kuonyesha kipindi cha kutokuwa na uhakika au kufanya maamuzi bila mwelekeo. Ndoto hii inaweza kuwa mwaliko wa kutafuta hekima, ushauri na kutafakari kabla ya kuchukua hatua muhimu. Kwa ukijiona ndoto unatembea kwenye giza, unatembea kwenye giza kubwa, uoni vizuri, unatembea kwenye giza kubwa, wote unatembea gizani bila kuona njia, hii inaweza kuonyesha kipindi cha kutokuwa na uhakika au kufanya maamuzi bila mwelekeo. Kwa hiyo ni muhimu kuwa makini na ni muhimu kupata muda wa kuomba. Yaani ukiota ndoto hii inabidi muombe Mungu sana, usije ukaichukulia tu kawaida ukaipuuzia. Lakini ndoto namba 5, ndoto ya nyumba kubomoka au kuungua. Nyumba mara nyingi huwakilisha maisha ya mtu. Nyumba inaweza kaashiria familia au utulivu wake. Kwa kuota nyumba ikibomoka au ikiungua kunaweza kuashiria hofu ya kupoteza utulivu, lakini pia ndoto hii inaweza kaashiria migogoro ya kifamilia au mabadiliko makubwa yanayohitaji maandalizi. Kwa ukiota ndoto hii, ukianza kuona nyumba inaungua, ndoto hii inaweza kaashiria migogoro ya kifamilia, changamoto kwenye familia au ndoa. Ndoa yenu inaweza ikapitia kwenye changamoto, kwa ni muhimu kuomba. Na ndoto namba 6, ndoto ya kupoteza au ndoto ya kupotea njia. Kuota umepotea au hujui uelekee wapi huweza kuonyesha kuchanganyikiwa kuhusu maisha, kazi, biashara au mahusiano. Kwa mtazamo wa kiroho inaweza kuwa ishara ya kutafuta mwongozo kabla ya kufanya maamuzi muhimu. Kwa hiyo ndoto ya kupotea njia ni muhimu kuomba Mungu akupe hekima, kuongoze, kumwomba Roho Mtakatifu akuongoze na kutangulia kwenye kila hatua. Lakini ndoto namba 7, ndoto ya mlango kufungwa mbele yako. Ndoto ya milango kufungwa au kushindwa kuingia mahali unapokusudia mara nyingine hufasiriwa kama ishara ya vizuizi au kuchelewesha kufika malengo. Inaweza kuhimiza kutafuta njia nyingine au kutokata tamaa. Kwa hiyo ni muhimu kuendelea kumwomba Mungu. Ndoto namba 8, ndoto ya kupoteza mali muhimu au ndoto ya kupoteza kitu cha muhimu au kitu cha thamani. Kuota labda simu, pochi, fedha au nyaraka muhimu zimepotea mara nyingi huhusishwa na hofu ya kupoteza usalama, fursa au jambo unalolithamini. Lakini pia ni ukumbusho wa kuwa makini katika maamuzi na matumizi ya mali. Kwa ukijiona umepoteza kitu cha thamani sana, yamkini simu, ni fedha, ni pochi au kitambulisho, ndoto hii unabidi uombe sana. Hutakiwi kuipuuzia kabisa.
ndoto hii inaashiria kuna kitu cha muhimu, kuna kitu cha thamani utakipoteza kwenye maisha yako. Kwa hiyo inabidi uombe sana na uwe makini. Lakini ndoto namba 9, ndoto ya mvua kubwa yenye upepo mkali. Yaani ukaona mvua kubwa inanyesha, lakini mvua hili inakuwa na upepo mkali sana. Mvua kubwa yenye upepo mkali inaweza kuashiria kipindi cha misukosuko au mabadiliko yasiyotarajiwa. Hii haimaanishi kwamba lazima jambo baya litokee, bali inaweza kuwa ni ishara ya kujiandaa kwa changamoto zinazoweza kujitokeza. Kwa hiyo ukianza kuota mvua inanyesha, mvua ile iliyoambatana upepo inang'oa mabati, labda ni upepo mkali inaharibu vitu, ndio inaashiria kipindi kigumu, kukabiliwa na kipindi kigumu. You need to pray, unatakiwa kuomba. Lakini ndoto namba 10, ndoto ya kuona barabara iliyoharibika. Yaani ukiota unasafiri kwenye barabara iliyoharibika au yenye mashimo mengi, huweza kuonyesha kwamba safari yako ya maisha inaweza kukutana na vikwazo vinavyohitaji uvumilivu na maamuzi ya busara. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie kwenye comment umejifunza jambo gani. Lakini pia nitafurahi ukiniambia unatufuatilia kutokea wapi. Nitafurahi sana nikiona comment yako. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.